Mwanake mwenezi matukomoda Jehova. Thank you guys for kwenyihia na kuloe Jehova. Unamaki mwenezi na roka mukagira gumuno shiri na nivyo unamaki pamemeshia kugai. Thank you Lord tukokia mwenenya omu. Tukizu kukigua gai. Tunamaki mawukiri ya kumana konono unamaki mwengama tuine. Unamaki mwengama matini kiyoe na kugai mwenenya omu Jehova. Dako ya vinyo tura na mwoyo omu witu wedinari karengi kigai. Atuikia wakamu kila kilo kuiluka na kiyoe omone namataka ukinyaga iyo amakinyiro tuwa kumoka makimwe amasine negiro ndo kokekwa kugai negiro tukutirika itawe na makwa na maki negiro getoto kwenda fafa no ibua gakai no kamuna makimwe amasine ni matono na kawaikara muna makimwe amasine no tukalika ni kibono ya kugai ati hidari ya kufafa no leo muna makimwe amasine utiriugitawe gai na utikagia utiriugitawe muna makwa wadamaki gai kirawe Promotion nene hakai. Tulijua mudamaki wadamaki. Nilini wale karama na mitoje so kutoa na toshoki ya kara. Lewa lazima tuweze na kutagua na kuelewa. Lazima ule uweza. Be provoked. Be provoked. When you talk about submission, it's something that is always in jambo la maana sana tukaweza na kulielewa. Submission. Without submission, we cannot prosper. Without submission to the authority of God, without submission to the grace of God, without submission to the anointing of God, we cannot provoke divinity to raise the blessings, to raise the healing, to raise the authority, to raise the breakthrough. We must submit to the authority of God. Oh my! Unaangalia kitabu chake in the book, when you check in the book of Genesis chapter 3, Mungu anaambia chapter 2, Mungu anaambia Adam and Eve, na imposa mkaweze kucelebrate the inheritance I have for you. Lazima you submit your grace, you submit your wealth, you submit your understanding, you submit your knowledge to the authority of God. And it's only then it becomes productive to your life. Submission. I submit my education to the authority of God. I submit my wealth to the authority of God. I submit my expertise to the authority of God. I submit my family to the authority of God. I submit my body to the authority of God. And it's only at that point, itaweza na kuleta mabadiliko in my times and generation. Na kwa nini nasema you submit to the authority of God? Because it is only a thing is tu peke yake kimeweza kuwekwa mikononi mwa Bwana. Bwana anakitumia kikaweze kuingia kwenye utaratibu wa Mungu wa kujenga dunia iwe vile alikusudia. Only then, pasipo na hayo, we can have a lot of wealth, we can have a lot of education, we can have a lot of knowledge, but without submitting it to the owner, without submitting it to the creator, without submitting it to the Lord, it is vanity of vanity. It's only a thing. Kile pekee kimeweza kuaminiwa Mungu, kimeweza kuaminiwa mwenye ule uweza, ndicho pekee kinaweza na kuleta utofauti. Submission is not an option. Submission, it is mandatory. Kana kwamba tutaleta utofauti, kana kwamba tutatumika na Mungu, kana kwamba tutatumiwa na Mungu atakavyo apendavyo, kana kwamba tutaweza kuwa chombo kile Bwana alikusudia, kana kwamba ile elimu ukipata itaweza kuleta utofauti wa kiungu, kana kwamba yale kazi unayoyatenda yataweza kuleta utofauti ya Mungu, kana kwamba ile mali ulio nayo itaweza kuleta utofauti wa Mungu, kana kwamba huo mwili wako utaweza kutumika na Mungu na kuleta utofauti wa Mungu. We got to submit it. And I was checking my dictionary, the word submission. It is at we are yielding.
ni kujipeana. We yield our body, we yield our wealth, we yield our resources, we yield our institution, we yield our possessions. If somebody is a reader, he understands I'm doing it by proxy. Ama nafanyia Mungu hii kazi ya kutawala Kenya, nafanyia Mungu hii kazi ya kuwa gavana, nafanyia Mungu hii kazi ya kufanya biashara, kuwa katika duka, kuwa katika soko, kuwa katika mwalimu. Hatufanye kwa sababu yetu sisi kwanza, tunafanya kwa sababu ya Mungu. Na hapo ndipo sasa unayoyatenda uko tayari kuitenda kwa uaminifu. Bwana asifiwe. Tukiangalia vizuri there's something is going in the country about IEBC. And when those the commissioners wale walichaguliwa na ndiposa wakaweza na kuenenda na kuchagua ni akina commissioner akina nani, the committee ilichaguliwa yeye kuchagua ni akina nani watakuwa commissioner wapelekwe katika IEBC kwa sababu uchaguzi ujao. Niliona yule alikuwa ana commission aliwaambia ya kwamba jambo la kwanza, hii kazi kwanza unaitenda kwa Mungu. This is a duty that is adjudicated to you by God for the sake of this country. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lolote lile tunalolitenda pasipo na kutambua hiyo, twatenda kana kwamba dunia ndiyo mwisho ya yale mambo yote tunayoyatenda. Lakini tunapoelewa dunia siyo mwisho, basi twatenda kwa uaminifu, tukijua ya kwamba we shall give an account in the name of Jesus Christ. Tuendelea, tulikuwa tunasoma, tumeangalia jambo la kwanza, tukaangalia jambo la kwanza, the potential, we must understand the source. Jambo la pili tunaliangalia, we must understand how we were designed to function, how we were designed to function. Kwa sababu pasipo na kuelewa hiyo, tuatenda lolote lile. We were designed to function in a certain dimension, in a certain manner. Lazima tuelewe. Na tulikuwa tunapoangalia vile tuliumbwa tukaweza na kufanya kazi, kwa lazima tufanye kwa imani, tufanye kwa upendo, kwa utakatifu, kwa kutii neno la Bwana, in harmony to the eternal destiny of God. Jana na kwa sababu hiyo kile tulinena, we must operate we are designed to operate in total submission. Leo nataka kunena kuhusu we were designed to operate in honor and honesty to the will of God. To operate in honor and honesty to the will of God. Kwa kuheshimu uweza ama kuheshimu mapenzi ya Bwana. Tuliumbwa tukiwa uweza wa Mungu alitukabidhia, uliwekwa mahala pale utumike kwa kuheshimu mapenzi yake Bwana. Lazima iweze kwa kuheshimu Bwana, lazima itumike kwa kuheshimu Bwana. Ndio niko na hekima, niko na elimu, lakini lazima itumike kwa kuheshimu Bwana. Ndio niko na mali, lazima itumike kwa kuheshimu mapenzi ya Bwana. Ndio niko katika ndoa na niko katika familia, lazima itumike kwa kuheshimu
chapter 2. Twende mahala pale tuweze kuchapter 1 Samuel chapter 2 from verse 22. In honor and honesty to the will of God. That potential was designed to operate in honor and in honesty to the will of God. Wakati nakosa na kutumika hivyo, ndio niko na mali, hiyo mali nitumie in honor to the will of God. Ndio niko na pesa, nizitumie in honor. Sio pesa Bwana amekupea wazitumia na usherati, wazitumia na anasa, wazitumia na ulevi. Hapana. Kile Bwana amepeana, hata mili yetu Bwana ametupea, tuitumie in honor to the will and the agenda of our Father. Wakati tutumia mili yetu kwa usherati, wakati tutumia mili yetu kwa ulevi, wakati tutumia mili yetu na madawa, wakati tutumia mili yetu kwa kuua, tutumia mili yetu kwa kuavya mimba. Oh my, it is not in honor. Na ule uweza Bwana alikupea, ile mamlaka Bwana alikupea, huo mwili Bwana amekupea, lazima tutumie kwa kuheshimu mapenzi yake Bwana. Maandiko inasema hivi kuanzia mstari wake wa 22. Now Eli was very old. Samueli wa kwanza sura yake ya 2 mstari wake wa 22. Now Eli was very old, and he had everything his son did to all the women who were assembled at the door of the tabernacle of the meeting. Always it is a scenario Bwana ameweka Eli. Anaelezea yale mambo na mazingira Eli alikuwa anagojewa na Mungu aweze kutambua neke wote. Alikuwa ameheshimika mbele za Bwana. Kwanza akapata watoto, pili akakuwa kuhani, lakini sasa kumekuja changamoto. There is a challenge. There will always be a challenge in our lives that will provoke us to honor or dishonor God. Takuwa na changamoto raja mbele zetu. Changamoto raja, a challenge will always come. Na iposa ile honor ikaweze na kuonekana. Na iposa tuweze kusema ya kwamba huyu hawezi na kufanya usherati. Kuna jambo la kufanya usherati linakuja, na iposa ukaweze na kulishinda. Diposa tunda la utakatifu lizalike, kuna kuwaka ana challenge. Diposa tunda la upendo lizalike, kuna kuwaka na challenge ya kupenda ama kutopenda. Diposa tunda la amani lipatikane, kuna kuwaka na jambo la kufanya usiwe na amani ama uwe na amani. Na unasema hapana, hata kama ni nini nitakuwa na amani, hata kana kwamba niko katika moto. For Jesus akaweze kuwa mwana wa Mungu na akaweze kuanza kuleta utofauti. Alikuwa na nafasi ya kutofanya hivyo. Akaambiwa na shetani, kuja nikuonyeshe hiyo ni dunia niinamie. Akaambiwa kuja nikuonyeshe hii mali yote uninamie. Akakuja nikuonyeshe ewe jiakushe. Akakuja nikuonyeshe badilisha haya mawe yakaenda na opportunity. Hata sisi tutakuwa na nafasi kama hiyo. Iposa tuchague kutenda kile kinaleta heshima kwa Bwana, kulingana na mapenzi ya Bwana, na kile kinaletwa mbele yako. Mungu kwanza amefanya hesabu, huyo ako na capacity to overcome. You have
yale mambo yote yanakuja. Maandiko inasema ya kwamba hata ruhusu lolote kuje kabla hajalipima sawasawa. Na capacity for satunda ramani that peace that surpasses all understanding. Mandebo kama maodo makaneneha na nigenda ituja lwesi yaleke atebe mwakini na Shadrach, Meshach and Abednego. They decreed and declared, our honor is unto God. Anakujua katika moto. Daniel anasema akiwa katika tundu la simba, there was an opportunity to deny God. Na siweko kwenye tundu la simba, na siweko kwenye motoni. There was an opportunity for Esther ya kutoshughulika na wanawake wao, lakini akasema it is to die, let me die, but I have to stand in the gap. Hapo scenario ilikuta mtumishi wa Bwana alikuwa anaitwa Eli, tuna changamoto ikamkujia, akasikia kwenye lango na hema la mkutano wa vijana wake wawili, wale wanakuja kutuma dhabihu kwenye madhabahu ya Bwana, wanakuja wanafanya usherati na wao, na mtu alikuja na kilio, alikuja na huzuni, alikuja amekataliwa, alikuja akiwa na njaa, alikuja amefungiwa nyumba, alikuja hana mtoto, alikuja kwa sababu alitupwa. Oh my, katika rejection amekuja na vijana wake badala washughulikie the honor that was honored by God, kile heshima Mungu aliwatunukia, badala washughulikie na kutenda haki kwa hawa wanawake, wao wanawachukua, wanafanya usherati mbele ya madhabahu ya Bwana. And it's the same culture nowadays. It's the same culture. But I declare in the name of Jesus Christ, that kind of a culture is over in the name of Jesus Christ. Naamini ya kwamba kunazo uweza na kunazo mamlaka Bwana Mungu yatenda na kuleta tofauti ndani katika kanisa la Bwana. Jambo lile tu lilikuwa inafanyika nyakati zile, hilo latendeka siku hizi, wakati unaona usherati ndani na katika nyumba la Bwana, in the house of God. Haya yalianzishwa nyakati zile na hata siku hizi wasiendelea. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba ile shida ilikuwepo, bado ipo, lakini lazima tutambue na tuelewe Bwana yuangalia kana kwamba ndeto popoteithia na to akiokeye in the name of Jesus Christ. Hapa angalia vijana mstari wa 23. So he said to them, why do you do such a thing? For I hear of your evil things from all the people. Not my sons, for it is not good report that I hear. You make the Lord's people transgress. Hiyo ni ripoti nzuri napokea kuhusu yale mnayoyatenda. Yani in essence, anasema kana kwamba ni jambo la kupuuzwa ama ni cha kutomo. Bwana asifiwe. Unajua kuna mambo unaanza fikiria uangalie mtu twice. Mtu hajaoleka hapa na kwambia nataka mtoto. That is not the order of God. Bwana asifiwe. It is not in the Bible. That is not the point. You have a potential to get a kid, I have no problem with that. But there must be an order of God. It's a disorder you are starting. It's a disorder in the name of Jesus Christ. Hapa lazima tutambue na tuelewe ya kwamba ni kama ni jambo dogo. It's like a kawaida thing. It's like a kawaida thing. Unaambia sasa inakuwa kawaida, Bwana sana anaitwa Bwana ya yule, and then they go to church. They go to church. Hana aibu.
Bwana anaimba Bwana ya mwingine na anaenda kanisani. Na linachukuliwa kama ni jambo la mzaha kwa sababu wanakuja na fungu. Wacha fungu na pesa zikae, twende mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Ndipo tunaona hawa vijana bila wanaopenda na baba yake kulingana na vile anaongea. Nikana kwamba ni jambo dogo analonena. Nikana kwamba ni jambo, oh my God, some things they change and this got to get it and get it right. They change after a trajectory of a generation. Familia, utaona hapo mbele Mungu anasema wanaoheshimu nafanya nini? Na waheshimu. Na kwa sababu wewe Samuel umekosa kuniheshimu, nasema kile nilikuwa nimeweka kwako, far be it from me. A change of a trajectory, a change and a change forever. Bwana asifiwe. Unaona vile mzee anachukulia kama ni kawaida, analipuuza tu hivi. Nimesikia anasema kuwa analia kama Daudi, atoa nguo za kifalme, anasema my God, I'm changing a trajectory of a generation. You should be crying. Analia, Daudi analia, nguo za kifalme hazinifai, na tena nabadilisha mwendo wa kizazi, mwendo. Familia ilikuwa imebarikiwa, inaotoa kwenye uwezo wa Bwana. Familia inastahili kutubu mbele ya madhabahu ya Bwana na iotoa milele daima. Familia inastahili kuwa inatoa dhabihu mbele zake Bwana. Familia ilikuwa imeaminiwa zaka za Waisraeli wote, ameiotoa mbele za Bwana. Anachukulia kwa mzaha. Nasikia kuna mambo metenda pale kwa mlango. Wanawake wanakuja kutoa dhabihu mbele za Bwana. Mnafanya ushirati kwenye lango. Anasema kana kwamba ni jambo la kawaida. Anasema kana kwamba sio jambo litabadilisha kizazi. Na kile kilitendeka. Kuweka kofia ya miba, kuchapwa, kusulubishwa. He was not here to do, but he was here to make things right. However expensive and painful it was. Wewe unaona wewe unalea watoto wako to feel good. Then you are changing a trajectory of a generation. Bwana asifiwe. Watoto wanastahili kulewa wao watu wazuri, si kusikia vizuri. Kwa sababu wakisikia vizuri, they will not handle their purposes. And especially those who are bringing up boys with an authority from heaven. They are all the ladies are spoiling their boys. Bwana asifiwe. Na ndipo sasa tuko na shida ya ndoa siku hizi. Kwa sababu watoto vile wanaolewa, vijana vile vijana wanalewa, they are irresponsible. Check all the men. 8 out of 10. They don't care what happens with their families. All of them are in Isaiah chapter 4. Isaiah chapter 4. They don't care what the wife does. They don't care what the wife eats. They don't care what the children go to school. They don't care. But they want some food. Anashida mungezo hivi amekaa, lakini jioni analegalega, anakuja kama vile rais wa mwingine alituambia, unalegalega, unakula pombe, alafu unaingia nyumbani unaitisha chakula. Because kuna mzazi alishindwa kuambia yule mtoto, I'm not here to make you feel good. I'm here to make you good for the agenda of God in your life, for the purposes of God in your life. There are two. And then we continue as if things are okay. God will treat our boys, train them in honoring the will of God in their lives, in the name of Jesus Christ. Then when we do not honor, oh my God, we overemphasize the girl child. We overemphasize the girl child. And also unaona wasichana, ukienda familia zote, wasichana ndio usema. Familia zote siku hizi wasichana usema, kwa sababu they are responsible.
Unaona msichana amefika, amekuja kuona mzazi wake, brother yake anakuja ameregalega, nani amekuja huko. Yes, that's what they do. Kulegalega, then they come in the evening. Unaona friend wao wamefika. Unaona joki wao wamefika. Because to them, yani kwa sababu urudia mzazi aliwalea. Ndio tuongia udheli. Na mwana wa Rwedo anafanya nini? Mwana wa Rwedo kakatia madhi. Aliagia Mushiari goti no Kikuyu. Mwana wa Rwedo aliagia Mushiari. Analega. I was handling another case this week. A girl is at 1 years old. Na bado ako kwao. Anasema mimi siwezi toka kwetu, ni kama huko destiny yake iko kwao. Akasema hapana, alikuwa ameenda mbali. Lakini akarudi. Why? Kwa sababu tu analeka. Brethren, let's rise up and realize ule uweza wa Mungu ametutunukia. One of the author, mwandishi mmoja alisema ya kwamba kazi ni rent. What is rent in Kiswahili? Rent. Kodi. Kazi ni kodi ya kuwa duniani. Kama ufanyi kazi hapa duniani, ulipi kodi. Taida mbinguni Mungu akuuliza nini ulifanya huko chini? Na Biblia inasema the Bible says in the book of Ecclesiastes, akifanya ile kazi yote unaoona with all your hand, because kule tunaenda hakuna nini? In the grave there is no work. God to honor the potential of God in our life. Why? When you don't honor, this is a dangerous zone. You change a trajectory of a generation. Genesis chapter 3. Honoring. The Bible says in the book of Genesis chapter 3 from verse 1. Now the servant was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, as God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden. And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree, which is the midst of the garden, God has said, you shall not eat, nor shall you touch it, lest you die. Then the serpent said, what? The woman, you shall not surely die. For God knows, in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you'll be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, and it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, things are good there. She took of the fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Honor. Honoring the voice of God. Chanzo cha kuleta mabadiliko katika maisha yetu. We've got to honor the voice of God. Kutoheshimu neno la Bwana ndio kunafanya kizazi kiotokee kusudi na mpango wa Bwana milele daima. That's what changes the trajectory of my generation. It changes. Oh my God. Check Achan in the book of Exodus. Wakati alienda akachukua kile kitu Mungu alikuwa amesema wasichukue, nini ilitendeka? Yeye na ng'ombe sijui kwa nini ilifanya dhambi. Yeye na ng'ombe na mbuzi na watoto wake wote wakaweka kwa
kuinua mlima. Inaweza walikuwa wanafanya nini? Kuondoa unajisi, all defilement. Why? Kwa sababu defilement ama unajisi inaondoa kizazi kutokana na mpango wa Bwana. It removes a generation from the agenda, the internal agenda of a generation in the development. It is dangerous, brethren. Hiyo ushahidi watu wanachukulia kama ni kawaida. Ile vijana wanalala na wanawake oroba, you take it as kawaida. That is dangerous. It changes your trajectory forever. It changes your trajectory. It changes your destiny. It changes your vision, not in this generation, but generations to come. Angalia hapa, akaona ni vizuri na akaona tunda linafurahisha, tena linakuwa mwerevu na akachukua nakala akapatia bwana wake. Akakosa kuheshimu the word and the voice of God. Why do you honor the voice of God? Because the voice of God is God himself. Neno la Bwana linatoshana na nani? Na Bwana. In any case, kama hujui, Mungu anaheshimu neno lake kuliko vile anajiheshimu. Najua hivyo. God honors his word and himself. Na kwa nini anafanya anaona wale wanaziona his word? Kwa sababu tukienda mbinguni hatutataka kutabiriwa tu Mungu takuja. Kwa nini siendi mbinguni? Kwa sababu Biblia imesema. Hata sema nina Mungu acha. Tuangalie Biblia kwa nini siendi mbinguni? Biblia inasema ni Mungu anasema yes, Biblia ni nini inasema iandikwe. Tuangalie kana kwamba umehitimu. Lakini Mungu ataamua kwa sababu tuangalie kwa sababu God honors his word and himself. So when we honor the word of God, we honor God. Wakati walikosa na kuheshimu neno la Bwana, God in fact they celebrate hatuko tunakufa. They change a trajectory. They change a trajectory of a generation. Waliondoa ufalme wa mbinguni dunia milele na milele na kuichukua kuileta tena ili gharimu Mungu mwenyewe akuja kufa akiwa ndani ya Kristo. Changing a trajectory. Changing a trajectory of a generation. Hawa waliona ni nzuri na wakafanya. Wakaona ni nzuri na wakatenda. Wakaona ni nzuri watakuwa na hekima. But they changed our trajectory. They changed our trajectory. Tungekuwa tunaishi milele daima. Na hiyo ni uamuzi Mungu ilimsubua 1000 years. A whole a whole 1000 years akifikiria watu watakufa kweli ama wataishi. Unaona watu walikuwa naishi 900, 800, 930, kile 960. 1000 years Mungu akijiuliza, kweli kile nilisema nitapitisha. Change a trajectory. Hiyo mambo tunafanya kwa kutozingatia na kutotii neno la Bwana, we change a trajectory. They change a trajectory. They change a trajectory of the kingdom of God. They change a trajectory of the life of God in man. They change a trajectory of eternity here on earth. Tungekuwa tunaishi hapa. In the case dunia ilikuwa mbinguni ya Mungu. It was heaven on earth. The earth was heaven on earth. The earth was heaven on earth. Kwa sababu Mungu alikuwa anashuka anafanya nini? Wanarada la mtu hao. Ibadi wanakana Mungu chini. Wewe shingekuwa na keti. Mungu anakaa chini na nani? Na hata wanamaliza ile kinyama kinakai tunakihitaji kwa hiyo data. Nasema that is an elephant. Na ile kile inakaa hivi na hivi. Hiyo ni wazo. Na Mungu anasema ile majina Mungu Adamu alipea na Mungu akasema nini? Na iwe hivyo. But when walikuwa hii tuda wakaondoa ufalme wa mbinguni ukarudi kwa Mungu, uhai wa Mungu ukarudi kwa Mungu. Na kuishi milele daima ikaondoka ikarudi kwa Mungu. Tunapokuja kuheshimu neno la Bwana, tuapenda lolote lile tunaona ni lolote linatupendeza. Pia pressure ya maisha yanatuzunguka tunaangalia vizuri. Corruption,
corruption, making good money, usharati, kuiba bwana yenyewe, kuiba bibi yenyewe, my, kutolipa kodi kwa serikali ya Kenya. All these things, let me tell you, we are living a lie. Kuishi maisha ya uongo ni kusema nini? Kuishi maisha ya uongo, unaishi maisha isiyo yako. Unaishi maisha isiyo yako. Unastahili kuishi one bedroom. Unastahili kuishi nini? One bedroom, lakini unaishi nyumba ya 3 bedroom na unalipiwa na bwana ya mwenyewe. You are living a lie. That is the truth. You are living a lie. Unaenda na gari ya Muso na ni pesa yetu ulipo, umekorrupt pesa yetu ya serikali, unaenda na Muso. You are living a lie. You are supposed to go with a Volkswagen. And that Mungu akiwa kuna unakuwa na Volkswagen. Leo unaenda na Muso, lakini Mungu ajua tu anaona nini? Volkswagen. Kwa sababu gani? When you dishonor God, you live a lie. You live a lie. You live a lie. And now what happened? Wakati walitenda hiyo dhambi, hii jambo tulichukua na tuweke kwa maana ndani ya roho zetu. Tunapokosa na kuheshimu neno la Bwana, we change a trajectory of a generation. We change a trajectory of a generation. And when we change a trajectory of a generation, then the blessings ordained for that generation, we take it away. Ukifika mbinguni ameweka ndani hapa. I gave you a capacity. I gave you a capacity to change your family. You didn't do it. I gave you the capacity to change the nation of Kenya. You didn't do it. Then tekelea ndani yangu hapa. Dunia iko na pengo. Hata sasa kuna pengo. And thank God for corona. Sasa mnaanza kuniambia, yes, I thank God for corona. Tulikuwa tunaimport a mask, a simple mask. A simple mask we imported from China. Let me amaze you, kiberiti ya 3 bob ilikuwa inatoka wapi? Made in China. Kiberiti. Oh my, acha kiberiti. Toothpick. It was made in China. Thank God for corona. Ndege zinakaa mtu akae kwao. Tukaanza kuona tunaweza kufa kwa sababu kuweza kutengeneza kiberiti. Tunaweza kuanza kutengeneza nini mask. Na thank God. Now we never import masks again. Never. Kiberiti never. Toothpick never. Thank God for corona. It is an opportunity that God wants to raise Africa in the name of Jesus Christ. Bwana asifiwe. Thank God for corona. You never import them again. You'll never. Yes, vitu zimekuwa bei kali. Vitu zimeongezeka bei, lakini you'll never. PPE na imetengenezwa na ile food anashona ikuwa unavaa. We get it from China for 9,000 and we can make it to 3,000. Thank God, it is changing a trajectory. We're importing everything. My God, thank God for corona. It is changing the nations of Africa. Bwana asifiwe. Wanachukua miti yetu, wanakata pale Mount Kenya, wanapeleka China, wanatuletea ikiwa toothpick. Hiyo ni maisha gani wanatufanya? Wanatengeneza mshale wa kiberiti wanatuletea at a cost. And they are still making money. Brethren, when we honor God, what we do, tunaachilia utajiri Mungu ametukabilia kwa kizazi. When we dishonor God, we deny a generation the inheritance of God. Bwana asifiwe. And I think hata corona ikiendelea tutakuwa na all the immunizations tutakuwa nazo. We shall have them. But ukaekae. At least we put our things in order. Hallelujah. These are becoming in order. By the end of it, mtu atakuwa akisema wacha tukae na vitu zetu za Kenya. Wewe kazi zetu zikana na vitu zenu, kana vitu zenu kwa sababu tunaweza kujitengenezea vitu zetu.